Waswahili wanasema asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Sasa hatujui wale ambao ni wakuu watavunjika nini, kwani hawasikii hata wale ambao ni wakuu wenzao. Ni kupasha mengine, lakini tu hayo na ambapo viongozi wa kidini wameendelea kulaani vikali matamshi ya matusi baina ya wanasiasa humu nchini ambayo yamekuwa yakishuhudiwa siku za hivi karibuni, huku sasa kanisa la Kipentekoste likipiga marufuku hotuba za wanasiasa makanisani. Viongozi hao wa kidini wamesema matamshi yanayotolewa na baadhi ya viongozi yataleta migawanyiko humu nchini badala ya kuimarisha umoja miongoni mwa Wakenya. Mary Kyalo na taarifa zaidi. Mtafaruku wa hivi karibuni unaohusisha kejeli na udhalilishaji wa kimaumbile kati ya viongozi wakuu wa kisiasa wakiwemo Rais William Ruto na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, hali ambayo sasa imezua mjadala mkali kote nchini. Walikuwa wanatangaza juzi ati unaona vile tumefanya Ruto hata amekonda wale watu ni mafala bwana. Mimi nataka niwaulize, kwani mtu amebeba tumbo hivi na kichwa imefimba kwa sababu ya kukula, mnafikiri anaweza kupanga safari ya Singapore? Analia kama panya imeshikwa na mtego. Hali hii ikipelekea muungano wa makanisa ya Kipentekoste kupiga marufuku viongozi wa kisiasa kuhutubu katika makanisa hayo wakati wa ibada za Jumapili na hafla zingine za kidini. Viongozi hawa wakibaini kuwa hii ni kudunisha hadhi ya kitaifa na kueneza migawanyiko, kwani afisi ya rais ni mojawapo ya ishara za umoja katika taifa la Kenya. We as Pentecostal Voice of Kenya Session, we don't allow politics in our church. Na kwa hivyo, let us tone down. Let us preach peace. Let us preach unity. Tunapoongea kuhusu presidency, hii ni ofisi ya maana sana. Na ambayo inafaa inapewa heshima. Hata office bearer lazima pia a respect hiyo ofisi. Sio kuongea matamshi ambayo ni body shaming. How many more lives must be lost before accountability is enforced? How many more homes must be swept away before those entrusted with public resources are held to account? Where are the monies allocated for disaster preparedness gone? Who are responsible and why are they still in office? Usemi wa viongozi hawa ukijia siku moja baada ya viongozi wa kanisa Katoliki kulaani matumizi ya lugha chafu baina ya viongozi hao wa kitaifa. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki Maurice Muhatia akisema matamshi ya rais yaliyoshuhudiwa hivi karibuni yanadunisha pakubwa hadhi ya afisi yake. The young people listening to you are traumatized because in you is represented the collapse of their aspiration for leadership. The adults listening to you are embarrassed. You are a poor representation of our generation, and we are struggling to identify with you. Not everything that crosses your mind must drop on your lips. Please exercise restraint. This country belongs to more than 50 million Kenyans, and not only to yourselves. The verbal indiscipline we're experiencing is indicative of something worse. Mary Kyalo, Undugu TV.